Polisi wameenda karibu na nyumbani ulipo msiba wa mama yangu na kuwaita baadhi ya ndugu. Ni kweli kwamba kwa namna nilivyopata taarifa, wamejaribu kutumia njia ya ustaarabu sana, wameyahadhari sana wasizue taharuki, lakini pamoja na hayo wamezua taharuki. Walichokiacha nyuma ni bonge la taharuki, na kubwa ambalo wameliacha, kuna watu pale kwa sauti moja wanasema Mbarikiwa wametuma polisi ili kukamata familia nzima, kuiweka ndani. Ukweli maelezo yangu yamejitahidi sana kukinga hata yule kijana msaidizi aliyekuwa anamsaidia mama pale asipate dhara lolote. Lakini nafahamu jambo lingine gumu kidogo ni kumsaka Mbarikiwa, kuuliza Mbarikiwa mwenyewe yuko wapi. Nawasiliana naye kwa njia gani? Sawa, vyote nitaviweka pamoja, lakini jambo ambalo limeonekana ni lugha ambayo inafanikiwa kirahisi sana kuzimwa ni ile niliyosema, mama amekufa kifo chenye utata. Ukumbuke pale sijasema mama kauawa na mtu, kifo chenye utata. Sasa moja statement ambayo uitegemee, polisi wakiamua kutoa statement wataitoa, watasema tumeambiwa na familia yake kwamba mama yake alikuwa anaumwa moyo. Naenda kutoa ufafanuzi kuhusiana na kuumwa moyo. Tufanye mama tukubali, nami nakubali, kwenye umri wa miaka 85 presha, moyo, kisukari ni vitu ambavyo vinaweza kuwa vya kawaida. Kwa tufanye tukubali amekufa kwa ugonjwa wa moyo. Tufanye alikuwa anaumwa. Mgogoro wangu umekuwa ni asubuhi alikuwa anaendelea na shughuli zake, muda wote alikuwa anaendelea na shughuli zake, na taarifa zingine zinasema kuna watu wengine walienda pale wakachuma mboga akawasindikiza. Taarifa zingine ambazo zimetoka kwenye chanzo kisicho rasmi, kuna muda watu walienda pale wakachuma mboga akawasindikiza. Haya, hizo za kweli sio za kweli, lakini asubuhi alikuwa mzima. Ili neno mzima, naomba tufahamu, karibia sisi wote ni wagonjwa. Nitaenda kuuchambua ugonjwa wa moyo, tufananishe na mkono wa mtu kuhusika juu ya kifo kwenye mazingira kama hayo. Sisi wote sisi tunatembea ni wagonjwa. Sisi, mimi naumwa sana kwenye mwili, naumwa sana, mke wangu anaumwa sana, yaani mpaka tuko hai tunashangaa kwa mbele mwanadamu ni mgumu wa kuishi. Mimi naumwa sana mpaka mamangu akiwa hai wiki moja mbili zilizopita niliongea naye jambo hili, nikasema ukweli sisi wote ni wagonjwa. Yoyote anaweza akaanza kuondoka duniani. Sisi wote ni wagonjwa, wengi wa Afrika, hasa wa Tanzania wa sasa, wote sisi wengi ni wagonjwa. Lakini ikiwa wote sisi ni wagonjwa, kifo kikiwa na utata, tutachukua ule ugonjwa wote tunaojikaza nao, tunaopambana nao kwamba ndo uliomwondoa. Hatuna sababu ya kupima, kujiuliza mtu huyu alikuwa anatembea, anaosha vyombo, naongea, wengine nasema
alienda na kuoga. Taarifa zingine alienda na kuoga, baadaye akasikia kupumzika na nini, taarifa zenye vyanzo vingine. Huyu mtu atakapoonekana masaa 2, 3, 4 ambayo hapakuwa na mtu nyumbani, mmekuta amefariki, ni dhambi kabisa kuchunguza, walau mfunue mwili wake, mwangalie kama kuna sehemu kuna sehemu zenye shida, atazamwe kwa namna za kawaida tu, hata kama hakuna vipimo vyovyote, za kawaida tu atazamwe kwenye mwili. Mbona niliongea habari za binti mwimbaji alikuwa anaitwa Irene Robert, nikasema hizi RIP zenu mimi sikubaliani nazo. Vitu kama hivi vikitokea kwenye mazingira kama haya vingekuwa vinachunguzwa. Mbona hata kama ikufika popote, hata mimi mama najua inaweza sifike popote, mbona walipojaribu kupita huku na kule kuna vitu walibaini? Nayo niliposema nilitukanwa sana. Sisi nakubali, sisi wanadamu, sisi wote ni wagonjwa, lakini je, ule ugonjwa mtu akikuta amekufa mahali peke yake, mahali tunachukulia ni ugonjwa ule, kafa kwa namna ambayo mnaona kabisa huyu mtu ni kama hapa kawekwa hapa, kama kuuawa eneo lingine, hapa kawekwa hapa. Kujihoji, kutafuta ukweli zaidi, hilo liwe ni tatizo. Mimi nimeshang'atwa na nyoka ambayo niliambiwa kifo cha kawaida, lakini hivyo push alitokea mtu aliyesema ni mimi niliyeua mtoto wa Mbarikiwa. Kwa hiyo naomba tujue, nina haki ya kuhoji hilo. Na jambo la pili kuhusiana na tufanye, mama alikuwa na umwa moyo na presha na kisukari. Turudi kwenye moyo, kuumwa moyo mpaka moyo unatanuka, mtu ana presha, vinasababishwa na nini? Mama inawezekana ni presha ya mimi mtoto wake sipo, imemuua. Rudi, nani aliyesababisha nisiwepo? Ninakosa gani? Mama amesikia, amepata taarifa za kwamba mamlaka, serikali imeua mtoto wa mtoto wake, iliua mtoto wangu. Hiyo presha huyu mtu hawezi kuzidiwa. Mama ameshuhudia mimi nimefungwa gerezani kwa kuonewa kabisa, kwa dhuluma kabisa, ambayo hata tufanye palikuwa na hatia, adhabu iliyotolewa hata mahakama yenyewe hiyo ilikuja kusema ilikosewa. Tayari ameshaumia miezi 4, siku 137, miezi 4 na siku 15. Tayari ameshaumia, ameshaumizwa. Haijakaa sawa. Mtoto anasikia nilikuwa na windo, kutekwa, kuuawa, nimekimbia pasipo na kosa. Tufanye amekufa kwa ugonjwa wa moyo, haujasababishwa. Hawa ambao wanaweza kawa wanataka kwenda kuchunguza, sio moja ya ambao Mbarikiwa na watuhumu kwamba wamekuwa sababu ya shida na ugonjwa na taabu hii iliyo kwenye miili yetu na mengine mengi. Nachosema tufanye, hakuna mkono wa mtu, ni moyo. Unakujaje moyo? Unatanukaje? Pressure zinakujaje? Wananchi, naomba ieleweke, karibu kila kifo, asilimia kubwa ya vifo Afrika husababishwa na mtu, husababishwa na watu. Nitarudi tena. Polisi
Kweli mnaweza kuja kuwa na wema wote juu ya Mbarikiwa, zaidi ya kuona raha yenu ni pale tu Mbarikiwa atakapouawa, atakapomuua. Kuna raha yoyote polisi mnaweza mkawa nayo dhidi ya uhai wa Mbarikiwa? Sijawahi kuwatukana tusi lolote. Mi napinga tu dhuluma, napinga tu mabaya. Angalia polisi mlichonifanyia, angalia Kantimbo alichonifanyia wakiwa na Kuzaga. Mnafahamu binti yangu Sifa hayuko hai. Kantimbo ndiye aliyemkamata mbele ya macho yangu. Kuzaga kaja kutoa taarifa ya kwamba sijui tuna mashaka na uraia wake, akateswa kwa siku 6 polisi, moja gerezani. Alipotoka akaanza kuugua, akafariki. Polisi ndio walionibadilishia kesi mimi ya kuuawa kwa mwanangu. Yote hayo polisi kuna kitu wanaweza akaenda kufanya kwa Mbarikiwa kikawa chema. Polisi mimi nimepeleka mashauri kadhaa nikipigia kelele, lingine nimeenda kushtaki mwenyewe, lingine baada ya lile la kwanza hawajafanyia kazi yoyote. Kwenye hiki mimi sikumtuma polisi, sikumwagiza polisi kwamba polisi naenda kachunguza. Sitarajii mimi polisi kuja kuwa na roho yoyote njema dhidi ya maisha yangu. Najua shauku pekee ya polisi ni huyu mtu tutakuja kuwa na raha zaidi akiwa yuko hai. Tukiwa tunamtesa sana, hata hapa mnanitesa. Mama yangu hapo kufariki imetonyesha sana kidonda. Mnanitesa. Hali yangu ya mwili si wadanganyi, ni mbaya kulingana na vipigo na mlimonipitisha, ni mbaya. Mnanitesa polisi. Pengine shauku tu ya mwisho ni tutakutesa sana tuje tukuue sasa. Hilo sawa, lakini halitafanya niache kueleza. Mimi nitaeleza ukweli, nitaeleza ukweli wa mambo yalivyotakiwa kuwa, hata kama nimepigiwa mstari kwamba sisi sio wale tunaotakiwa kutoa hoja yoyote. Nitoe onyo kwa yeyote ambaye hapo msibani kwenye familia yetu ana sauti ya kuisha takuwa upande wa wanaonitesa, wanaonitukana, inionekane mbaya na ataziba haya ya mama. Mimi hakuna ushindi ninaweza kupata. After all, uchunguzi sitarajii unaweza ukatoa majibu yoyote mazuri. Nilisema nilikuwa na seti jambo, na hata ukitoa jibu lolote siokoi kitu. Ndio naweza nikatisha mbele isijikafanyika kwa namna kama hii, lakini hata uchunguzi usipofanyika, alimadamu nimeongea hivi, haitakuwa rahisi. Kwa sababu mimi naweza nikahusia kwamba inawezekana au watoto wangu wengine imeonekana kuwaulia hospitalini, ilikuwa rahisi. Ilipoonekana hospitali zinaingia kwenye kashifa, huenda hayo naweza nikawaza, huenda kwa sasa imeonekana sasa inabidi tuwe tunaua ndugu zake kwenye sisi wenyewe, asione mtu, asijue mtu. Hayo mimi naweza nikawaza, na na haki ya kuwaza na kujiuliza. Natoa onyo, kuna binti, kuna mtu, ni sauti kweli kweli, lakini naomba ujue huyo mimi ni mama yangu. Ni mama yangu. Kwa kuna mtu ni sauti kweli kweli, wala mimi hakuna ninacholazimisha. Hakuna ninacholazimisha, hakuna. Wala hakuna ambacho lazima nishiriki. Ingekuwa ni amri yangu, nimesikia sui polisi wataenda Jumamosi msibani. Ingekuwa ni amri yangu, kama ingekuwa na haki yoyote, wanadamu wangekuwa natoa haki ya aina hiyo kwenye katiba zao na sheria, mimi ningesema polisi usikanyage nyumbani, wala mtu wa CCM usikanyage, wala usichangie chochote.
Lakini sasa sipo na pana watoto wengine ambao wana haki na mama yao, na wote ili pengine wawe salama inabidi wa upande wa polisi. Ila mimi nasema nakubali wa moyo, ila wewe ambaye ndo mlango wa wabaya wa Mbarikiwa kumfikia Mbarikiwa, kumtukana Mbarikiwa, kumtengenezea picha mbaya Mbarikiwa, kumdhuru, kumuumiza Mbarikiwa, uliyeko hapo wakati huu wa msiba, wewe utakuja kujua mtoto alikuwa na haki kwa mama yake kuliko undugu mwingine wowote, kuliko ukaribu mwingine wowote. Utakuja kujua. Enewe, kuwa hai kwangu mimi ni moja kati ya maajabu 7 ya dunia. Tangu dunia kuumbwa, kuwa hai ni jambo gumu sana. Ila huenda naweza nikawa hai. Na nikiwa hai, ujuage mimi nikianza kupushi jambo, najua kilichoko nyuma. Na kile kilichoko nyuma ni rahisi dakika yoyote kikaja mbele chenyewe kasema, huyu mtu mulimtuhumu, mulimuelewa vibaya, mulimshambulia, mulimkabili kwa makosa, alikuwa sahihi na sisi ndio ambao tulikuwa nyuma ya tukio hili. Itokee nije niwe salama. Nguvu yote unayoitumia wewe uliye sauti hapo sasa hivi, uliye sauti, nimejaribu kutoa maelekezo haya, unapindishia huku, najaribu kutoa haya, unapindishia huku. Wewe ni sauti, muombe Mungu. Mwisho wa uhai wangu we ni hapa tu. Nikiwa hai, Mungu atanipa kuona kisasi. Mungu ataifunua haki. Haki yangu itanijiria. Ikija ni kama pa kuanzia, patakuwa ni wewe. Mwisho nimalizie msimamo na mtazamo. Leo Upendo amepewa gari, nimeaibika. Leo Chanda ametoa ripoti, nimeaibika. Msimamo wangu uko pale pale. Gari ya Upendo ina damu na itakuwa na maruerue kuliko ya Gozbert. Good luck Gozbert ilivyokuwa. Ni msimamo wangu. Unayesubiri hukumu, sasa hukumu najua gani nini? Najua nina magereza. Hukumu zini kutamka tu yatakayokuja. Kwa habari ya kupinga dhuluma, uuaji na ubaya, mpaka siku ya mwisho nitakuwa nikipinga. Asante na hongera kwa kunisikiliza.